Wakati wewe ukiwa umeshasahau pilau na ubwabwa wa Krismasi na hata minuso ile ya pilau nyama la sikukuu hiyo, wenzako Ethiopia, Eritrea, Urusi, Ukraine, Belarus, Serbia, Montenegro, North Macedonia, Georgia, Moldova pamoja na Armenia leo tarehe 7 Januari 2026, kila kona na uchochoro kunanukia pilau la Krismasi. Wengine ndio kwanza wanakwenda buchani kwa mangi kununua nyama au soda ili kushushia minuso. Hawa majirani zetu wa Afrika Mashariki, Ethiopia, Krismasi ilianza kwa mkesha usiku wa jana Jumanne kwa kufanya ibada kubwa ya mishumaa jijini Addis Ababa, ambapo maelfu ya waumini walikusanyika katika uwanja wa Meskel kwa ajili ya sala, nyimbo za kidini pamoja na misa ya usiku wa manane. Waumini wengi wakiwa wamevaa mavazi ya jadi meupe walisimama bega kwa bega huku makuhani wakiongoza ibada. Sherehe hiyo ilifuatiwa na kesha la usiku kucha likihitimisha kipindi cha kufunga kwa siku 43 kinachozingatiwa na kanisa la Orthodox la Ethiopia, yani Tewahedo. Kwa upande wa Urusi, Rais Vladimir Putin amewatumia waumini wa Orthodox salamu za Krismasi, akieleza kuwa sikukuu hii iwe chanzo cha mwanga, wema na upendo kinachotoa matumaini na kuwaunganisha watu na mila za kiroho zilizorithishwa kizazi hadi kizazi. Sasa kwa nini mataifa haya yanaadhimisha sikukuu hii leo? Iko hivi. Maadhimisho haya hufuata kalenda ya Julian inayoweka Krismasi tarehe 7 Januari. Kihistoria, familia huvunja mfungo baada ya saa 6 usiku, mara nyingi kwa kushiriki vyakula vya nyama vilivyoandaliwa maalum kwa tukio hilo. Hivyo leo ni Krismasi ya makanisa ya Orthodox ama Coptic kwa mamilioni ya Wakristo kote duniani, ambapo watu wengi wanasherehekea siku hii kwa sababu dini yao inatumia kalenda ya Julian ambayo ni siku 13 nyuma ya kalenda ya Gregorian. Kwa hiyo tarehe 27 Disemba ya Julian ni sawa na tarehe 7 Januari ya kalenda ya Gregorian. Pasina shaka sina budi kusema Melkam Lidet Ethiopia, na Kirusi tunasema Es Resdestovum, yani Christmas njema.